Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanene Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba kuwasilisha taarifa ya athari ya mvua jana katika tarafa ya Mswaki. Kata ya Jaila, athari za mvua ni nyumba 62 kwa kata ya Jaila, ikiwemo taasisi 4 ambapo Kilindi Girls ni majengo kama unavyoona manne, Mkuyu sekondari, store na nyumba ya mwalimu pia zimeathirika. Kanisa moja limezuiliwa upande mmoja, liko hapa kijiji cha Mafleta, lakini pia na shule ya msingi Mafleta, banda la uani la mwalimu pia limezuiliwa. Kwa upande wa kata ya Mabaranga, nimepokea taarifa kwamba nyumba 20 nazo pia zimeathirika na mvua ya jana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hiyo ndio taarifa kwa ufupi na taarifa ya awali ambayo tumepokea jana mpaka leo asubuhi kutokana na athari ya mvua iliyotokea jana. Shida kubwa ilikuwa ni upepo. Upepo ulikuwa mkali sana. Watu wetu tunawaelekeza hata namna, kwa sababu kutaka tufikirie sana, athari ya nyumba nyingi zilizoathirika ni nyumba ambazo ni za miti ambazo zimepauliwa, ambapo haziko kwenye kiwango. Sasa unakuta nyumba nyingi ambazo zimepauliwa kwenye chini ya ubora wa kiwango ndio nyingi zimeathirika katika athari iliyotokea jana. Sasa nilikuwa naomba sisi kama viongozi tutaona, tuzidi kuwafariji wananchi, tujue ni namna gani, lakini pia tupate kuwapa na elimu. Kata ya Jaila pamoja na Mabaranga. Manake kama ambavyo taarifa tulipata wasaa wa kusikia kwa siku ya jana mida ya saa 11 jioni, nilipata taarifa kama kata yetu ya Jaila tumepata mvua kubwa sana ambayo iliambatana na upepo. Kwa hiyo pamoja na hilo nikawa nimearifiwa kuonekana kuna uharibifu na maafa ambayo kwa namna moja ama nyingine inawezekana yakawa yametokea kwenye maeneo ya kwetu. Kwa hiyo kupitia hilo mimi binafsi pamoja na kamati ya usalama tukaona siku ya leo asubuhi na mapema tupate fursa ya kuja kwa ajili moja ya kuja kujionea na kujua ni jambo gani ambalo lilitokea. Kama ambavyo mnafahamu, sisi kama sehemu ya serikali tuna sababu ya kuwa sehemu ya wafariji, na wakati fulani inapotokea changamoto kuna vitu ambavyo tunatakiwa kujifunza, na mwisho wa siku tubebe ile dhana ya kutoa na kufikisha elimu kwa wananchi ili waweze kujua ni vitu gani ambavyo wanastahili kuvifanya. Sasa mimi binafsi yangu pamoja na wenzangu nitoe pole sana kwa wananchi wa kata hizi mbili ya Jaila pamoja na Mabaranga. Lakini pamoja na pole hizi nazozitoa, tuna sababu ya kuendelea kufanya tathmini kuona hali ya uharibifu ambao imetokea. Kwa taarifa ambazo nilikuwa nimepewa siku ya jana, ilionekana kuna takribani ya nyumba 74 ambazo zilikuwa zimepata shida. Lakini mpaka leo asubuhi nafikiri takwimu hapo kitazama inasoma kama nyumba 84 ambazo zipo nyumba ambazo zimezuliwa paa, lakini zipo nyumba ambazo kuna baadhi ya kuta unakuta zimeharibika. Kwa hiyo zimeharibika katika namna tofauti tofauti. Kwa hiyo wapo ambao wameharibikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini wapo wengine ambao wameharibikiwa kidogo. Lakini jambo la heri na la kushukuru Mungu, katika hii dhoruba ambayo tumeipata kwa siku ya jana hakuna changamoto yoyote ya kibinadamu ambayo imeweza kutokea kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa pamoja